Naam, karibu tena kwa mara nyingine tena kwenye Ngale Sports, tuje kuchambua matukio mbalimbali yanayohusiana na michezo, na leo ndio ile siku ambayo ilisubiriwa kwa hamu kubwa sana. Leo ndio ile siku ambayo wababe wawili wa Tanzania kwa maana ya Yanga dhidi ya Simba katika dimba la New Amani Complex, na maanisha Kariakoo Derby. Ndio leo ni Yanga anamkaribisha Simba katika dimba la New Amani Complex. Hii ni Ngale Sports. Nikwambie tu kwamba kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa, lakini kikubwa zaidi, njoo tuongelee vitu ambavyo pengine unapaswa kuvifahamu kuelekea Kariakoo Derby ya msimu huu au ya mwaka huu, derby ya kwanza kabisa kwenye ligi ya msimu 2025-26. Lakini pia tuangalie kiufundi kwa makocha pande zote mbili, tuangalie pia kwa uwezo wa wachezaji mmoja mmoja kwa pande zote mbili. Kwanza tuanze na yale ambayo unatakiwa kuyafahamu na kuyakariri kwa haraka zaidi kuelekea Kariakoo Derby. Ndio, umenisikia vizuri. Jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kulifahamu kuhusu Kariakoo Derby hii ambayo inapigwa leo pale New Amani Complex ni kwanza, mchezaji ambaye amefunga katika dabi za hivi karibuni magoli mengi zaidi unapaswa kumfahamu ni Max Mpia Nzengeli. Ana magoli 3 mpaka sasa. Amekuwa na wakati mzuri wa kufunga kwenye dabi za Kariakoo akifunga Simba. Maana yake Simba anaingia kwenye mchezo wa leo akikutana na Max Nzengeli ambaye amekuwa na wakati mzuri wa kuwafunga takriban mara 3 katika zile nyakati tofauti ambazo wamekutana, ikiwemo kwenye ule ushindi wa 5-1 ambao Max Nzengeli alifunga magoli 2. Watu wakalaumu sana, kwa nini asingepewa mkojo pende ambao alipiga Pacome Zouzoua uliotarisha goli la 5, asingepewa yeye apige, kwa sababu yeye alisababisha. Angepiga yeye, maana yake angeifikia rekodi ya King Kibaden Mputa ama Abdallah King Kibaden ambaye ameweka rekodi ya kufunga hat-trick kwenye dabi ya Kariakoo. Maana yake hiyo rekodi mpaka leo bado haijafikiwa. Hiyo rekodi mpaka leo anatafutwa mtu wa kwenda kuivunja. Na kwenye utani wa hapa na pale, mzee Kibaden bwana anasema ni kwamba atakayetaka kufunga dabi kwenye mechi ama atakayetaka kufunga hat-trick kwenye dabi, basi aende akaongea naye vizuri ili aweze kufunga kwenye hiyo dabi ya Kariakoo ama afunge magoli 3. Lakini wengine wanasema mengi kwamba hatakiwi pengine mchezaji wa kigeni kufunga hat-trick na mambo mengine. Hata 2012 wakati Yanga anafungwa magoli 5 na Simba, ilikuwa mazingira ambayo pengine Emmanuel Arnold Okwi alikuwa na wakati bora pengine wa kutaka kufunga hat-trick, lakini alienda kumuita Juma kwa maana Juma Kaseaje apige mkojo wa penalty ambao ulizalisha goli la 5. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwa mchezaji ambaye amefunga magoli mengi ni Max Mpia Nzengeli, lakini pia hakuna ambaye ama rekodi mama na namna ambavyo anatafutwa mtu wa kuifikia rekodi ya King Kibaden kufunga magoli 3 ama kupitiliza ama kuivunja rekodi ya King Kibaden kufunga magoli 4 na kuendelea. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, makocha wa pande zote mbili kiufundi kabisa, hii ni dabi yao ya kwanza. Umenisikia vizuri. Pedro Gonçalves ambaye ndiye kocha mwenyeji kwenye dabi ya leo, namzungumzia kocha wa Yanga, raia wa Ureno. Yeye ni dabi yake ya kwanza akifundisha Yanga, lakini pia na kocha wa Simba hapa tunamzungumzia Steve Becker. Hii ni dabi yake ya kwanza. Yes, Pedro alikuwa zake ligi ya Angola, akatoka na rekodi nzuri kabisa ya kumaliza ya kushinda mataji 2 ya Kosafa akiwa na mshambuliaji wake kinara Laurindo Maria Olerio maarufu kama Depu, akipachika ambao 13 kwenye hizo finali za Kosafa, kwa maana yale mashindano ya mpira wa miguu kwa nchi mwanachama wa ukanda wa kusini mwa Afrika. Hapo nazungumzia Afrika Kusini, Angola, Malawi, Botswana, Zambia, Zimbabwe. Hayo ndio mataifa, Msumbiji, hayo ndio mataifa ambayo yapo kusini mwa bara la Afrika ambayo inaunda umoja ule wa Kosafa. Lakini sasa kwa upande wa kocha Steve Becker, kocha wa Simba, yeye ni dabi yake ya kwanza, anaingia akiwa na rekodi safi kabisa ya kucheza hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho
barani Afrika msimu uliopita. Sijui kama unaelewa sawa sawa. Yani Steve Barker amecheza nusu fainali msimu uliopita ya kombe la shirikisho barani Afrika, tena alicheza dhidi ya Simba Sports Club. Robo finali alimuondoa Club Zamalek ya kule Misri. Kwa nusu finali Simba alicheza na Stellenbosch akashinda 1-0. Goli hilo likapeleka Simba tu finali ambayo alicheza dhidi ya Berkane na hakufanikiwa kutoa lile taji. Maana yake unakutana makocha wawili ambao wana mbinu nzuri, unakutana makocha wawili ambao wanajua sana namna ya kupangilia. Sasa tuangalie kiufundi makocha hao wawili wanafanya kazi kwa mtindo wa namna gani. Kwanza kocha wa Yanga ambaye ndio kocha mwenyeji ameonekana kuwa ana nidhamu ya hali ya juu. Nikisema nidhamu na maanisha namna ambavyo anachagua kikosi chake. Umenielewa vizuri? Nidhamu. Watu wengi wanamlaumu kocha Pedro kwamba huyu kocha hajilinda kwenye kila mechi ambayo anatakiwa kushambulia, lakini anajilinda tu. Hapana, nidhamu yake ipo juu kwa maana ya kutengeneza balance nzuri ya timu pale ambapo ikiwa inaenda kushambulia, lakini pia ikiwa inakwenda kushambuliwa au wao wakiwa wanashambuliwa. Kwa maana hiyo nategemea kuona hiyo nidhamu ya hali ya juu sana kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves leo hii, akatengeneza mazingira ya kuendeleza kuonyesha nidhamu yake ya kulinda, nidhamu yake ya kuchagua wachezaji, nidhamu yake na ambavyo ana approach mchezo. Ukitoka hapo rudi kwa upande wa kocha Steve Barker, kocha wa Simba. Yeye ameonekana ni mzuri sana kwenye kuteke risk, kwa maana kujilipua. Anachukua sana zile hatari na anaweza kuzijibu. Kwa mfano kwenye mechi zisizopungua 3 mpaka 4 ambazo tumeona akicheza, kwanza amewaamini maingizo yake mapya. Hapo nazungumzia kina Libase Geye, kina Ansel Ora, amemwamini Clatous Chama, amemwamini pia Ina Josephine Loemba. Wakati huo kwenye eneo lake la kiungo unaona kabisa kwa namna amekuwa kitake risk kuacha baadhi ya nyota ama baadhi ya wachezaji kwenye bench na kwenda na wachezaji ambao pengine wana mindset zaidi ya kushambulia. Ukiangalia kosi ya Simba, ukimuondoa Yusuf Kagoma na walinzi wakati wawili na mlinda lango, waliobakia wote wana mindset ya kwenda kushambulia. Umenielewa vizuri? Namzungumzia Shomari Kapombe, unazungumzia Nixon Kibabage, ukienda kwa Anthony Mligo, ukienda kwa Clatous Chama. Kwa mfano mechi ya Dodoma Jiji alicheza Ina Loemba, alicheza Chama, alicheza Dibasige, akacheza Anisetora, akacheza juu pale Selemani Mwalimu. Au nyota wote ukiwaangalia wana asili kubwa sana ya kulinda. Kiungo ambaye alicheza pale chini nyuma alikuwa Yusuf Kagoma, baadaye ndo akaja kuingia Alassane Kante ambaye alimaliza adhabu yake ile ya kufungiwa michezo 5. Lakini baada ya hapo unaona ni kikosi ambacho kinatafuta balance nzuri sana kwenye kushambulia, lakini timu zote mbili kwa ujumla wake zina nafasi bora, nafasi kubwa sana ya kutengeneza nafasi nyingi. Kitu kingine, tukija katika engo wa wachezaji, kila mchezaji anao uwezo kubeba timu katika mabega yake. Kwa upande wa Yanga na kwa upande wa Simba, wanapokuwa mzuzwa ambapo mind game inaonekana kama vile hatocheza kwa sababu ya majeraha ya bega, lakini definitely atakopa kosi cha kwanza. Una Max pia Nzengeli, bado una Laurino Maria Olerio Depu ambaye yeye anatazamiwa kuwa nyota wa kuchungwa kweli katika mchezo wa leo, kwa sababu katika michezo iliyopita alicheza dhidi ya Yanga tayari amini akiwa na Yanga ameshafunga magoli 5. Ukienda kwa Selemani Mwalimu Simba, michezo 8 ana magoli 4. Maana yake ni mshambaji wa mwisho ambao timu inamtegemea. Bado kuna Libasege, kuna Kenani Setora, kuna nyota wengine ambao wamekuwa na wakati bora sana. So kitu kingine cha mwisho kwenye namba na kumbukumbu, dabi ya leo inapigwa Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Wakati huo nikukumbusha tu kwamba katika dabi 6, maana yake dabi ya leo ni ya 7 kupigwa Zanzibar. Sio kwenye ligi, katika mashindano mbalimbali, si Muungano, Mapinduzi, sijui klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati na michuano mingi. Dabi hiyo leo ni ya 7. Katika mechi zilizopita nyuma, Simba kashinda mara 4, Yanga kashinda mara 2. Yaani hakuna sare. Ukienda dakika 90 bila umekoja penalty hivyo. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo ina mambo mengi, ina kumbukumbu nyingi sana za kihistoria ambazo tunaweza kwenda kuziangalia na kujua dabi imeegemea pia katika upande gani, kwa maana dabi iko nusu nusu. Rekodi historia inaonyesha kwamba kwenye uwanja wa New Amani Complex kama Zanzibar, Simba kashinda mara nyingi kuliko Yanga. Lakini katika mara 6 zilizopita za mwisho kwa ujumla wake, jalisho walikutana wapi? Kwa maana kwenye ligi kuu Yanga kashinda mara zote kuliko Simba. So hapa
tunabaki na swali. Katika mara 6 za mwisho walizokutana kwenye dabi ya Kariakoo huku bara katika mashindano mbalimbali ingawa jamii na ligi kuu, Simba kapoteza mara 6. Wakati wakienda visiwani, Yanga kapoteza mara 2, Simba kashinda mara 4. So kipi ni kipi? Aliyeshinda bara atashinda visiwani leo, ama aliyezoea kushinda visiwani ataendelea kushinda visiwani? Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.